Wapendwa wasikilizaji wa Radio Okapi, ya mjambo. Asante kwa kuchagua Radio ya Amani. Ni wakati wa taarifa yetu ya habari. Huu hapa ni muktasari wake. Jimboni Ituri, wakaaji wamesimamisha kazi zao katika eneo la Mahagi tangu siku ya pili. Ni kutokana na wito wa mashirika ya kiraia ili kupinga unyanyasaji unaofanywa na baadhi ya maafisa wa polisi wa trafiki pamoja na hali ya usalama inayozidi kuzorota katika eneo hilo. Mjini Mbujimai, wanawake wanaosumbuliwa na tatizo la fistula ya uzazi wanaalikwa kufika katika kituo cha hospitali ya Presbyterian ili kupata matibabu ya bure. Mpango wa matunzo ulioanza siku ya 3 utaendelea hadi mwisho wa mwezi Agosti. Jimboni Kivu Kaskazini, shirika la raia linalaumu vitendo vinavyotendewa wakaaji jimboni humo na vikundi vishikavyo silaha, ikiwa ni pamoja na mauaji ya halaiki, utekaji nyara, uporaji na kulazimisha wakaaji kuorozwa katika vikundi mbalimbali vya vita. Wapendwa wasikilizaji, mara tena karibu. Tunaanzia taarifa hii jimboni Ituri ambako shughuli za kiuchumi zimesimama tangu siku ya pili katika miji kadhaa ndani ya eneo la Mahagi, hasa Mahagi Centre na Ngote zilizoko takriban kilomita 160 kaskazini mwa Bunia. Siku ya mji bila kazi inaazimishwa kufuatia wito wa mashirika ya kiraia ili kupinga unyanyasaji unaofanywa na baadhi ya maafisa wa polisi wa trafiki pamoja na hali ya usalama inayozidi kuzorota. Hatua hii inafuatia maandamano ya vijana yaliyotawanywa na polisi kwa kufuatua risasi hewani, jambo lililosababisha kiongozi mmoja wa vijana kujeruhiwa. Maafisa wa polisi wa trafiki mjini Matadi walianza tena ukaguzi wa leseni ya udereva, yaani permis de conduire, kwa waendesha pikipiki siku ya kwanza. Hata hivyo, waendeshaji wengi bado wanaendesha bila leseni, nyaraka ambayo ni muhimu katika kuhakikisha usalama barabarani. Wakati huo huo, baadhi ya watumiaji wa barabara wanalaumu vitendo vya unyanyasaji na kasoro katika jinsi ukaguzi huo unavyofanywa. Elise Kavira anaripoti. Tangu asubuhi mapema kwenye makutano ya barabara na kwenye njia kubwa za jiji, polisi wa usalama barabarani wanawasimamisha waendesha pikipiki ili kukagua karatasi zao. Wengine wanaonesha karatasi zao bila shida, lakini wale ambao hawana wanajaribu kukimbia au wanaanza kubishana na polisi. Kulingana na moja wao, Jires Ndombe, ukaguzi huu ni jambo la muhimu, lakini unapaswa kufanywa kwa heshima kati ya polisi na watumiaji wa barabara. Hata kama mwendesha pikipiki hana karatasi, hapaswi kudharauliwa wala kutendwa vibaya. Lakini upande wa Glodimu Keba, yeye anaamini kwamba matatizo yanayotokea mara nyingi kati ya waendesha pikipiki na polisi inasababishwa na tabia ya waendesha pikipiki wenyewe. Anasema kama polisi anakuomba karatasi yako ya kuendesha, umuonyeshe tu, kisha atakuacha unaendelea safari yako. Kutokana na malalamiko mbalimbali, polisi wa usalama barabarani wanakumbusha kwamba ukaguzi huu unafanywa ili kuimarisha usalama barabarani. Naibu kamisha wa polisi ya barabara Mbuika Bongo anasema anahuzunika kuona kwamba waendesha pikipiki wengi bado hawaelewi umuhimu ya kuwa na karatasi ya kuendesha. Anaeleza kwamba karatasi ya kuendesha ndio inahakikisha kwamba dereva anajua kuendesha na anaheshimu sheria za barabarani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaongeza juhudi yake ya utekelezaji wa mpango wa kuwapa raia wa Kongo namna ya kushiriki katika makampuni ya uchimbaji madini. Kwa mjibu wa Bloomberg, serikali iliitisha mkutano wa wadau kutoka sekta ya madini mjini Kinshasa siku ya pili ili kusawanisha mitazamo yao kuhusu sheria inayolenga kuanza kutekeleza hatua hiyo. Majadiliano yalihusu kipengele cha sheria ya madini kinachotaka angalau 10% ya pesa katika makampuni ya madini yanayofanya kazi nchini humu zimilikiwe na raia wa Kongo. Kufuatia mkutano huo, wadau walikubaliana juu ya umuhimu wa kusaini amri hiyo, huku kukiwa na marekebisho madogo ya kiufundi yanayohitajika. Kamati maalum iliundwa ili kukamilisha maelezo yaliyosalia.
Kama tulivyoeleza mwanzoni, wanawake wanaosumbuliwa na tatizo la fistula ya uzazi wanaalikwa kufika katika kituo cha hospitali ya Presbyterian mjini Mbujimai katika eneo la Dibindi ili kupata matibabu ya bure. Kampeni ya upasuaji wa kurekebisha tatizo hilo inaanza hii siku ya 3 na itaendelea hadi mwishoni mwa mwezi wa Agosti. Kulingana na mratibu wa kliniki ya fistula, shirika linalo utaalam katika matibabu ya tatizo hili jimboni Kasai Oriental, fedha zilizopatikana zitawezesha utoaji wa huduma kamili na za bure kwa takriban wanawake 50 walioathirika. Dr. Jean-Pierre Lukoji anawahimiza wagonjwa wote wenye tatizo la fistula ya uzazi kujisajili mapema ili kunufaika na fursa hii, kurejesha heshima yao na kuboresha hali zao za maisha. Dr. Jean-Pierre Lukoji alihojiwa kwa njia ya simu na Esther Ndalafina. Jeremy Baraka atafsiri. Wanawake wanatoka sehemu mbalimbali kama Kabinda, Chofa, Kananga na Chikapu. Mwaka huu tulianza kampeni ya kwanza ambayo ilimalizika mwezi wa 5. Lakini kwa sababu ulikuwa bado wagonjwa wengi, Fondation Vodacom iliweza kuamua kusaidia ngalawa wanawake 15 ili nao wapate kupata matibabu ya upasuaji. Kampeni hii itaendelea mpaka mwisho wa mwezi wa 8. Ndiyo maana tunatoa wito kwa wamama wote ambao bado hawajafika ili waweze kupata matibabu. Faida yake ni kwamba wagonjwa waweze kupata kifurushi cha kuwasaidia watakaporudi katika maisha yao ya kawaida baada ya matibabu, na pia waweze kupata msaada wa chakula. Hiyo yote inafanyika na mfadhili wetu. Tunawaomba wamama wote ambao bado hawajafika waje sasa wakati huu wa kampeni ili waweze kupata pia nao matibabu ya upasuaji. Huko Ituri, majaribio ya kimatibabu ya njia mpya ya kutibu Ebola yanaendelea katika vituo vya matibabu. Kulingana na timu ya jimbo inayosimamia juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo, mchakato wa kuandikisha washiriki unaendelea kwa kuzingatia mwongozo wa utafiti. Lengo ni kupima ubora wa matibabu haya na kuboresha huduma kwa wagonjwa pamoja na ulinzi wa watu waliokuwa na mawasiliano nao. Jean-Pierre Akilimali anayesimamia kazi za kupinga Ebola jimboni Ituri anatoa maelezo zaidi kwenye mikrofoni ya Isaac Raymond. Sasa tuna tafiti 2 zinazoendelea. Ya kwanza ni utafiti unaoitwa Partner ambao unalenga kuthibitisha uwezo wa dawa mpya inayoweza kutibu vema ugonjwa huo. Pia kuna utafiti unaoitwa Ebopep unaotumia dawa za kuwakinga watu waliokuwa wamewasiliana kwa karibu na mgonjwa wa Ebola, hasa wale walio katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Kwa hiyo ni muhimu kuacha ziendelee kama zilivyopangwa. Matokeo hao yataonyesha kama dawa hiyo fanya kazi vizuri ili ziweze kutumika pia katika milipuko mwingine ya Ebola itakayoweza kutokea baadaye. Kwa kila utafiti, idadi ya watu watakaoshiriki ilipangwa tangu mwanzo. Wataalamu wanafuata mpango huo maalum ulioandaliwa kabla ya utafiti kuanza na hawaruhusiwi kuibadilisha katikati ya utafiti. Jimboni Manyema, mtaa wa Block Aero ulioko katika eneo la Kasuku mjini Kindu unakabiliwa na changamoto kadhaa. Changamoto hizo ni pamoja na ukosefu wa maji safi, uhaba wa vituo vya huduma za afya na kutokuwepo kwa shule za umma. Kutokana na hali hiyo, mwenyekiti wa mtaa anatoa wito wa dharura kwa viongozi na washirika wao kutafuta suluhisho endelevu la kuboresha hali ya maisha ya familia nyingi zinazoishi hapo. Ripoti hii iliandaliwa na Florence Kizalunga. Eneo la Aerobiso lina wakazi zaidi ya 20,000. Wanakabiliwa na changamoto kubwa katika kupata huduma muhimu za kijamii. Kwa kukosa maji safi na salama ya kunywa, kaya ulazimika kutembea umbali wa kilomita 2 hadi 3 ili kufikia kisima bora cha maji. Kutokana na umbali huu mrefu, baadhi ya familia hulazimika kutumia maji kutoka visima visivyoboreshwa na hivyo kujiweka katika hatari ya kupata magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Kanena Emmanuel Abedi Mutupeke, kiongozi wa eneo hilo. Ndani ya bloke Aerobis tunateseka probleme ya maji, wa mama wanateseka. Kwa kupata maji tunakuwa na distance ikakuwa kidogo, inakuwa na beba kilometre 2 au 3 kwa kufika kwenye kuko maji ya mzuri. Ile tatizo inafanya population yaanze kunywa maji ya miloba, na kwa kila muda kunakuwa magonjwa ya kuharisha sababu tunakunywa maji ambayo si safi. Kutembea umbali huu kila siku ni changamoto kubwa kwa baadhi ya wanawake na wasichana
wa eneo hilo. Esther Valentin hushuhudia. Kupata mai kuiko shida, tukwenda mbali. Kama tukuweza kufika kule kwa aeroport tunakunya mami loba njonye kwa tuletea malali. Muuguzi mkuu katika kituo binafsi cha afya tulichowasiliana naye anadhibitisha kuwepo kwa visa vya magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi. Tukiendelea na taarifa hii ni kwamba mjini Lahe, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishiriki katika kikao cha utaratibu kuhusiana na kesi iliyopo kati yake na Rwanda, ukiongozwa na waziri wa sheria Guillaume Ngefa. Ujumbe wa Kongo ulijadili mpangilio wa mwenendo wa kesi hiyo na mahakama bila kugusia hoja za msingi za mgogoro huo. Hivi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimefikia hatua mpya katika mchakato wa kisheria kati yao mbele ya mahakama ya kimataifa ya haki huko Lahe nchini Uholanzi. Na kwa mwisho, jimboni Kivu Kaskazini, mauaji halaiki, utekaji nyara, uporaji na kulazimisha wakaaji kuorozwa katika vikundi mbalimbali vya vita, asasi za kiraia katika jimbo la Kivu Kaskazini zinatoa ripoti ya kutisha kuhusu hali ya usalama jimboni humo. Katika taarifa iliyotolewa siku ya pili huko Mangina, eneo la vijijini katika wilaya ya Beni, kundi hilo linazionyesha kidole makundi ya ADF na AFC M23 likiyashutumu kwa kutenda ukatili mwingi dhidi ya raia katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao. Asasi za kiraia zinatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na serikali ya Kongo kuchukua hatua. Shirika za kiraia jimboni Kivu Kaskazini zinawaomba pia washirika wa serikali kutekeleza maazimio ya Baraza la Usalama, kuunga mkono mfumo wa kisheria, kushughulikia uhalifu uliofanyika nchini DRC na kuhakikisha utekelezaji wa makubaliano ya Washington. Pia wanawahimiza viongozi wa Kongo kuimarisha uwezo wa vikosi vya usalama na kuongeza juhudi ya mapambano dhidi ya makundi yenye silaha. Na ni pamoja na habari hii toka Kivu Kaskazini ndipo tunafikia mwisho wa kipindi cha kwanza cha taarifa hii. Wapendwa wasikilizaji, na wakaribisha sasa kufuata kipindi chake cha pili, ni pamoja naye Isaac Remo. Radio Kapi. Invité en Swahili. Shirika la serikali Régie des Voies Fluviales katika sekta yake ya kwanza ya Lualaba Ubundu Kindu limepata meli mpya ya kuongezea usafiri wa majini, yani bateau balizer, kwa mara ya kwanza baada ya zaidi ya miaka 14. Mkurugenzi wa ufundi wa hilo shirika anaeleza nafasi na faida za chombo hiki kipya cha kisasa kwa usalama wa usafiri wa majini katika sekta ya Lualaba na katika jimbo inayohusika. Chumbu Cedric Like ni mwalika wetu, anafasiria kwa microphone ya Florence Kizalunga. Bwana Chimbu Cedric Like, jambo. Jambo sana madame. Leo RVF secteur ya Lualaba Ubundu Kindu imetoka kupokea hiyo tunaita bateau baliseur. Unaweza kutuambia kazi ya hayo ni gani? Aksanti madame. Bateau baliseur iko mashua moya, iko na role ya kufanya kazi juu ya kutengeneza njia enyeba mashua itapita en toute sécurité. Kama bateau baliseur inatumika kuile bahari facilement, benye banatumikiaka ile njia ya mai batakuwa sécurisé, bao na biashara yabo bitu yabo nye biko na beba kunjia ya mai. Sasa imefanya masiku ngapi juu hiyo secteur iweze kupata chombo kama na hiyo? En tout cas masiku imepita sana kabisa, tutaweza kuwa na plus de 40 ans atukuwake na bateau baliseur opérationnel ku premier secteur. Sasa wakati ya mkukua na hiyo mashua, namna gani RVF ilikuwa ikitumika? Wakati ya tukukua nao tulikuwa na pigana, manake utaona ke ku premier secteur ya Lualaba mingi tuko na majiwe, mchanga itaweza kuwa certains endroits tulikuwa na matravaux spontanés. Maana leo tukaona par exemple fashi hivi majiwe natoka mingi, utaona ke non intervention sporadique ndio ilikuwa inafanyika par hasard. Et tutajirapele quand même que ilitufikiaka kuma 2017 ku cadre ya Banque Mondiale projet PETEM, kuko makazi nye balifanya kui premier secteur, mais tulikamata mashua ba privé juu ya kutenda ile kazi. Na gisi hiyo secteur imekuwa na hiyo mashua yake
Mmewaza kwamba itaweza kuboresha kazi? Ya kweli vile premier secteur ya Lualaba imepata mashua yake, normalement tutakuwa kufanya ile makazi regulierement. Unaona vile banatengenezaka njia ya mai inafataka na vile mai iko naenda kwa maperiode ya kipwa, maperiode ya mvula pia iko. Kama mnafika kipwa mai inashukaka sana, iko maperiode iko obligatoire ifo mashua iende kutengeneza njia ya mai. Lakini kama bahari inayala sana, tutaweza enda kutengeneza juu ya kuepusha batu benye biko na utilize ile njia. Wakati unavyozungumzia namna ya kuweza kutengeneza njia ya maji, hiyo kazi ni ya namna gani? Bon, ile kazi iko na concerne mingi kutia masinyo, manake marepere tatia ku udongo juu ya kuonesha benye biko natumikia ile njia ke angalia nafaa kutoka hivi uende hivi. Hii fashi kuko majiwe, batatia ngungulu mwa munene juu ya kuwaipusha batu benye biko natembea. Kama naona ile ngungulu banasema no, haifeni soge pembeni, ifo ni kwe mbali. Manake kazi yetu iko un peu sa ya office de route juu ya njia. Sasa sisi tunafanyaka ku bahari. Sasa chombo hiki kizuri mmepata leo, namna gani mnawazia kwa ajili ya ukingo yayo? Shie tuko service ya leta, manake leta atakamata ma disposition yote juu ya kutupatia namna moyen juu ya kutengeneza. Kama iko na problem kutakuwa tuma intervention ya maintenance, mais tutaikinga mzuri juu tumike plus longtemps que possible. Zaidi ya miaka 40 mlikuwa hamuna hiyo chombo, leo mumeipata. Kazi ya hiyo chombo ilifanya masiku ngapi? Hii kazi malaki inagawia sana. Unajua ke maproje vile inakuwaka na mwanzo kisha inaisha. Proje yenye ilianza kujenga hii mashua ilikuwa ishaisha, njo proje PETEM. Iliisha depuis kuma 2017. Sasa gouvernement congolais sous impulsion ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi alikamata decision juu ya kupatia RVF pesa juu ya kumaliza hii kazi. Malaki tutaweza sema ke imefanya à peu près 9 ans depuis kazi kwa stoppé, et imefanya presque 3 ans 4 ans depuis kazi ilianzilia mpaka hivi inaisha sasa. Na hiyo iliweza kubeba fedha ngapi kwa kuweza kuimaliza? Bon, baliseur vile iko pale, mimi najua ke gouvernement li débloquer plus ou moins $1 million juu kumaliza ile makazi yenye libakia. Nini utaambia ama wakaji ama wafanyakazi wa RVF kwa ajili ya ukingo ya hiyo chombo? Dalomba wenzetu bakinge hii chombo mzuri juu iko na maana sana juu ya sécurité, protection ya batu na bitu yabo benye banatumikiaka njia ya mai. Juu ya population inafaa bakinge ile masinyali yote batatia kunjia, paske leo ukatosha ile mbao yenye balitia kunjia, unasema mi daenda kujenga mulango wangu, menafaa ujue keno ile mbao yenye banatia pale iko naponesha batu mingi. Kama banaiona batezi ajepusha juu ya maaccident, me kama unaitosha facilement batu bengine bateza fariki pale, takuwa mzuri. Bwana Chumbo Cedric Like, tunakushukuru. Aksanti madame. Radio Okapi, dossier en Swahili. Huko Bunya kununua matunda kumekuwa changamoto kubwa kwa familia nyingi. Bei za maembe, mananasi, mapapai na kadhalika zinaendelea kupanda siku hadi siku. Hali hii inalazimisha familia nyingi kubadili utaratibu wao wa malisho, ijapokuwa wataalamu wa afya wanashauri kula matunda mara kwa mara ili kuwa na malisho bora. Wananchi wanatoa wito kwa serikali kukarabati barabara za vijijini zinazotumika kusafirisha mazao ya kilimo na kuimarisha usalama katika maeneo ya mazao ya shamba ili kurahisisha usambazaji wa matunda sokoni na kupunguza bei. Ripoti ya Jean-Claude Lokidile. Kwa muda wa wiki chache tu, paipai ambalo lilikuwa linauzwa kwa faranga za Kongo 2,000 sasa linauzwa kati ya 4,000 na 5,000. Hali ni hiyo hiyo tu kwa matunda mengine kadhaa ambayo bei zake zimeongezeka sana. Wauzaji wanasema ongezeko hilo la bei linatokana na sababu mbalimbali. Marianne Ruite Bonavingi: pasteke inakuwa shere juu pasteke tuko na pota tangia ngambo. Kaba pasteke bado toka Kampala tu ya pasta ya pasteke. Komele unatoka ngambo iko vile tu shere. Sasa kitu nyingine atia ananako shere iko ananazi toka kunjugu salama bado kuyaka mzuri. Ile nyoko natia bei ananana pia shere. Linathiri moja kwa moja uwezo wa wananchi kununua matunda. Bosco Bob ni mkazi wa mji Bunya: Utona free nusu hivi nakuwa na bei makali mwaesi hivi tupikanishe kuleta batoto free gizi inawezekana. Iko nakuwa muziki inakuwa mzito sana. Hatujui kama tutafanya je ile wakimbizi banye biko hapa bakan tusaidia bale batu barudie fazi nye bali tokaka hivi afurnir gizi yenye mbele tulikuwa naonaka ba ile ba pomme fruit ba bitu kana ilikuwa natokaka
inatoka kwa interior inaleta hapa. Katoto alikuwa anatusukumia babitu ile yote, Bandruma alikuwa anatusukumia babitu ile yote. Atuka monsieur journaliste, hali nyetu kuna hapa, tutalomba bakubwa ile problème ya insécurité, batupikanishe ile sécurité ili kila mtu arudie kwenye position yake kupori. Tunayua baituria biku manyaba anajua banalimaka, ile itakuwa chai ya rangi kwetu. Wataalamu wa malisho wanakumbusha kuwa matunda yana nafasi muhimu katika kulinda afya na kuzuia magonjwa. Ili kupunguza hatari za kupanda kwa bei hizi, Daktari Charles Kisamba anawashauri familia zenye nafasi katika viwanja vyao kupanda miti ya matunda. Ndio, matunda ina vitamini, donc tunaikuta katika matunda kila aina. Alors ni lazima sana pour mwili wako utumike mzuri na ichunge maselili zako. Kama kuna pesa, kila parcelle unaweza kuta matunda. Sijajua unaweza lomba na bana kupatia. Na usikwana lombaka kila siku panda yako. Unakula vuka panda musa, unakula manga panda musa, inaotaka tu. Hata orange inaotaka tu. Na hakuna lazima kumwangia mai ya rosage kwa sababu mvula kila siku. Ingawa hapa mji mkuu wa Bunya matunda yamekuwa bei kali zaidi, katika baadhi ya maeneo ya kando mamuji wananchi bado wanaweza kuyapata kwa bei ndogo zaidi. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Loki, Dile Radio Okapi. Wapendwa wasikilizaji, ni hapo tunafikia ukomo wa taarifa hii ya habari ya Radio Okapi. Mimi ni Rosalie Zawadi na washukuru kwa kutusikiliza. Kwa heri.